ya pili ambayo inasababisha haya mambo ya wewe kutokufanikiwa ni laana za asubuhi, mchana na jioni, na laana za vizazi na vizazi. Laana za asubuhi, mchana na jioni, laana za vizazi na vizazi, na laana za kichawi. Kuna laana ambazo wanalaaniana watu kwenye familia, zenyewe zinaweza zikafunguliwa. Mfano, baba yako akikulaani anaweza akaamua akakufungua, ila mchawi akikulaani ndo amemaliza, mganga akikulaani ndo amemaliza. Laana za ukoo unaweza ukazitengua rahisi, maana unaweza ukapewa maelekezo, ukaenda nyumbani mkafanya jambo na zikatoka. Mtu akiamua kuweka laana ya uchawi kwenye ukoo huo, hiyo familia itazunguka, haitafanikiwa katika chochote. Ndio maana hapa sasa nataka mnielewe vizuri. Mfano, mtu anayeweza kuokota nyayo za miguu za mtoto wa kwanza, akifunga zile nyayo za miguu za mtoto wa kwanza, akitamka laana au uchawi, kamaliza mpaka wote watakaotoka ndani ya lile tumbo. Majumbani mwenu mnapika chakula, unaweza ukatupa mifupa. Kuna mtu akaja akachukua tu mfupa akautamkia, akaulaani ule mfupa, akatamka familia hii na ukoo huu na wote watakaotoka ndani ya hii nyumba, kama mfupa wa samaki hii waliupika ukaiva, wakala na wenyewe wameutupa, kama walivyoutupa ndivyo ninavyoyatupa maisha yao, hawatafanikiwa yoyote atakayeingia huko. Alafu akauvunja vunja ule mfupa, alafu akaenda akausaga, alafu akaenda akautupa, kaenda na maji. Maana yake ni chochote mnachokianza kukifanya kitaanza vizuri. Kama utaibiwa utapata hasara, kama utapata hasara kitaharibika, kama kitaharibika utafukuzwa kwenye eneo, kama utafukuzwa kwenye eneo utakwenda juu, afu kuna mtu atakudhulumu. Ndio historia za watu zilizopo hapa. Na sasa cha ajabu, watu wanaologwa uchawi wa namna hiyo, ukishalogwa linalogwa mara nyingi tumbo zima. Kuna wakati mpaka mimi najiuliza, jamani, mama anazaa watoto wake wanaharibika wote, mwingine tu wote hawaolewi, mwingine wote wana magonjwa, mwingine wote hawapati ajira, mwingine wote hakuna hata mmoja aliye na afadhali, mwingine wote wanakuwa ni walevi. Nini chanzo? Kwa nini wakwako tu? Kuna kitu kimefanyika. Kwa maana Kutoka 20 mstari wa 5 inakuonyesha jinsi ambavyo laana ya uchawi au laana ya maneno inaweza ikaenda kwa kizazi hadi kizazi. Anaweza akalogwa huyu, watoto wake wote, asiwepo hata mmoja anayekuja kueleweka. Maana kuna uchawi wa kalama, kuna uchawi wa afya, kuna uchawi wa mafanikio, kuna uchawi wa ndoa, kuna uchawi wa maarifa, kuna uchawi unakuwa na akili nzuri, lakini kila kitu kinachokuja wewe unarudishwa nyuma, unarudishwa nyuma. Kila kitu kinachokuja wewe unarudishwa nyuma, kile unachokifanya wewe unarudishwa nyuma. Ndio maana unaweza kukuta kuna mtu mwingine yupo kazini, ana akili timamu, ana maarifa, lakini kila anachokifanya cha kwake kinarudi nyuma. Kila inapotokea kazi anatakiwa na yeye asafiri, anarudishwa nyuma. Hebu nisomee Kutoka 20 mstari wa 5. Nitasoma kwa jina la Yesu. Amen. Usivisujudie wala kuvitumikia, kwa kuwa mimi Bwana Mungu wako ndio ni Mungu mwenye wivu, na wapatiliza na waovu,
na baba zao hata kizazi cha 3 na cha 4, na wapatiliza na cha wachukiao ya baba zao hata Amen. Kizazi cha 3 na cha 4. Sasa kuna mtu akiloga, halogi wale mlio hai, analoga mpaka wale ambao hawajazaliwa. Kwa kuna watu hapa mlipo, unatafuta maisha, ukulogwa wewe, wamelogwa waliopita. Wewe ile nguvu kwako inaendelea. Hata kama utakuwa na akili timamu, hata kama utakuwa na akili nyingi sana darasani, hautatoboa. Kwa maana kuna watu wana vyeti navyo wasaidii chochote. Kuna watu wamezaa, uzao haumsaidii chochote. Kuna mtu yuko mjini, thamani yake ya mjini haionekani. Kuna mtu ni kijana, thamani yake ya ujana haionekani. Kuna mtu ni mzee, anajiuliza, hivi nilipokuwa kijana nilifanya nini? Haoni alichokuwa anakifanya. Kuna kitu kimefanya.